Tunapozungumzia ugumba kwa kitaalamu tunasema ni infertility. Ni hali ambayo watu wanashindwa kupata watoto kwenye familia, au mwanaume anashindwa kumpa mwanamke ujauzito, au mwanamke anashindwa kupata ujauzito. Sasa ugumba upo kwa mwanaume na mwanamke. Na katika jamii yetu tumezoeleka kwamba mwanamke tu ndo mwenye matatizo ya uzazi, lakini kumbe matatizo ya uzazi yako kwa mwanaume na mwanamke. Kuna asilimia ambazo wanazungumzia kuhusiana na ugumba, lakini sisi kitaalamu tunasema kwamba ugumba uko 50-50, ingawa watu wanasema kwamba si kuna asilimia fulani ya ugumba, lakini ukiangalia kiuhalisia kwamba mwanaume ana matatizo ya uzazi na mwanamke ana matatizo ya uzazi. Kwa hiyo tunapozungumzia ugumba pia mara nyingi tunaangalia pia na umri kwa upande wa mwanamke. Tunasema kwamba ugumba ni hali ambayo watu wawili, mke na mume, wameishi pamoja ndani ya mwaka mmoja na tendo la ndoa linafanyika kikamilifu, lakini hakuna matokeo ambayo yanatarajiwa. Yaani hakuna ujauzito, au wakati mwingine mimba zinapatikana lakini zinatoka mapema. Kwa hiyo kuna tatizo. Na baada tunaposema ugumba, maana ni hali ambayo inatibika. Kwa tunatoa mwaka mzima, na nyingi kama umri wa mwanamke ni chini ya miaka 35. Lakini kama umri wa mwanamke zaidi ya miaka 35, huwa tunatoa miezi 6. Baki muda tunaotoa maana ni wa kujitazamia. Kwa mwanamke kama ana umri mkubwa tunampa miezi 6, na umri mkubwa tunahesabu miaka 35. Kwa sababu mwanamke tukisema tuzidi kumpa muda wa mwaka mzima tunampotezea muda. Kwa sababu matatizo kadri umri wa mwanamke unavyoendelea, na hasa kuanzia umri wa miaka 35 na kuendelea, uwezo wa kuzaa kwa mwanamke unaenda kupungua taratibu. Yale mayai yake yanapungua. Sababu tunaita ovarian reserve volume inapungua kadri umri wa mwanamke unavyoendelea. Kwa hiyo inaweza kafika kipindi unazidi kumpa muda, kumbe tunapozidi kumfanya asiweze kupata nafasi ya kupata ujauzito. Kwa tunatoa muda mfupi kwa mwanamke kama umri zaidi ya miaka 35, lakini muda mrefu tunampa akiwa na umri chini ya miaka 35. Kwa mwanaume huwa hakuna changamoto. Mwanaume ana uwezo, kama hana shida, ana uwezo wa kuendelea kusababisha ujauzito hata kama na miaka 90, ili tu mwili una nguvu na mbegu zina afya. Kwa mwanaume mara nyingi huwa tuangalie umri, tunaangalia zaidi umri kwa mwanamke. Lakini sasa pia tunapozungumzia ugumba tumesema kwa mwanaume na mwanamke. Lakini pia ugumba tunaweka katika makundi makubwa mawili. Kuna ugumba ambao tunasema ni primary infertility na ugumba ambao tunasema secondary infertility. Kwenye primary infertility ni kwamba huyu mwanamke au mwanaume hana historia. Kwenye primary ni kwamba hakuna historia. Mwanaume hana historia kwa kumpa mwanamke mimba, wala mwanamke hana historia ya kupata mimba. Na kwenye secondary infertility maana ipo historia. Kwamba mwanamke anayo historia ya kupata mimba, haijalishi kama alitoa au alizaa. Na yule mwanaume naye anayo historia ya kumpa mimba mwanamke. Kama yule mwanamke alipata ile mimba au ile mimba ilitolewa, lakini ipo historia. Kwamba mwanaume ipo historia na mwanamke ipo historia. Lakini sasa watu wanaweza kaoana, mmoja akiwa kwenye primary infertility manake hana historia na mwingine anayo historia secondary infertility. Kwa hiyo watu wanaweza kaoana hivyo. Kwa upana wake tukisema ugumba ni kwamba kuna ugumba ni yale ambayo watu wanaishi pamoja ndani ya mwaka mmoja na tendo la ndoa linafanyika kamilifu, lakini kama nilivyosema, tahadhari ni kwamba mwanamke kama na umri chini ya miaka 35 zaidi tunatoa miezi 6. Lakini sasa tunapokuja katika hiyo issue ya ugumba, tunaposema tendo la ndoa linafanyika kikamilifu, ni kwamba tendo la ndoa linafanyika katika zile siku mwanamke anaweza kupata ujauzito. Sio tu linafanyika, mwanamke ana vipindi vile vya kupata ujauzito. Kwa maana tendo la ndoa linafanyika katika kipindi kile. Lakini ili tendo lifanyike, sio kwamba kipindi mwanamke anahitaji, mwanaume hawezi kufanya tendo la ndoa, au mwanaume hana uwezo wa kufanya tendo la ndoa. Pia hapo naona kwa changamoto ndio bana tunazungumzia kwamba tendo la ndoa lifanyike kamilifu katika zile siku mwanamke ambazo anaweza kupata mimba. Kwa hiyo ndio tunapozungumzia kwa ujumla wake kuhusiana na ugumba. Lakini pia ugumba una vyanzo vyake. Tunaposema una vyanzo vyake, maana kuna matatizo ya uzazi kwa mwanaume na matatizo ya uzazi kwa mwanamke. Yaani tunaamua mwaka mmoja chini ya miaka 35. Uwezekano ni rahisi kupata mimba, lakini zaidi ya miaka 35 ule uwezekano unaanza kupungua. Okay, sawa sawa. Magonjwa gani au changamoto gani kuwa ambazo zinaweza kupelekea hiyo shida ya uzazi? Yaani inakuwa ni chanzo kikubwa sana kusababisha mwanamke kupata ugumba. Ni changamoto gani au ni magonjwa gani sana yani? Sasa tukija kuzungumzia kuhusiana na matatizo ya uzazi, kama nilivyosema, ugumba na chanzo chake kwa mwanamke na mwanaume. Kwa upande wa mwanaume kuna vyanzo na mwanamke pia kuna vyanzo. Tunasema kwa upande wa mwanamke 50% ya matatizo ya uzazi yapo katika mfumo wa homoni. Tunasema mfumo wa homoni maana vile vichocheo ambavyo vinatumika kwa ajili ya kuamsha mayai
na vichocheo ambavyo vinatumika kwa ajili ya kuendesha ule mzunguko wake. Kwa matatizo kwa mwanamke tunasema 50% kwenye mfumo wa homoni, lakini 50% nyingine katika viungo vyake vya uzazi. Kwa hiyo viungo vya uzazi vinaweza vikawa na matatizo, mfano mirija kuziba, uvimbe kwenye kizazi, maambukizi sugu kwenye kizazi pia inaweza kachangia. Kwa hiyo tukisema maambukizi tu, maambukizi maana tunaenda kukaa zaidi katika viungo vya uzazi, lakini pia hapo matatizo katika mfumo wa homoni. Kwa mwanamke anaweza ashiki mimba kwa sababu ana matatizo kwenye vichocheo au hormones, lakini pia mwanamke anaweza hashiki mimba kwa sababu ya matatizo kwenye kizazi. Na kama ulivyouliza kuhusiana na magonjwa, maana yake nini? Tunaposema magonjwa au matatizo katika mfumo wake wa uzazi wa mwanamke, inaweza kuwa hata magonjwa ya zinaa, kupata maambukizi baada ya kutoa mimba, lakini pia anaweza kupata maambukizi akiwa kwenye hedhi. Hedhi haendi vizuri, inaenda hedhi na vurugika, inaweza kumsababishia mwanamke akapata maambukizi. Au maambukizi anaweza kumsababishia kwenda kuharibu kizazi chake, kwenda kuharibu kuta za ndani za kizazi au kuharibu mirija ya uzazi. Na kama nilivyosema, anaweza kusababisha magonjwa ya zinaa, utoaji wa mimba au kuharibika mimba, pamoja na nini, na kama nilivyosema hedhi ambayo haendi vizuri. Lakini pia uvimbe katika mfumo wa uzazi au tatizo lingine tunaita endometriosis, ile tabaka la kizazi baada ya kuwa ndani na kwa nje, lenyewe linaweza kusababisha mwanamke asipate ujauzito, yani kapata matatizo kwenye kizazi chake. Kwa hiyo inaita changamoto. Lakini pia kuhusiana na maambukizi mara nyingi yanaweza kusababisha kwenda kuharibu mirija. Na maambukizi yanaweza kusababisha mirija pia ikaziba. Unaposema mirija kuziba, maana yake mirija unakuwa haupitishi mayai au mbegu haziwezi kufika kule, kwa sababu kwa kawaida mimba inatungwa kwenye mirija. Ikitoka kwenye yai inasafiri mpaka kwenye mirija, pale inakutana na mbegu, mimba ndio inatungishwa, baadaye inasafiri kutoka pale kwenye mirija na kwenda kwenye kizazi. Sasa mrija ukiharibika, ile mimba inashindwa kusafiri na itaenda kukua kwenye nini? Pale kwenye mrija. Mwisho wa siku mrija unapasuka, mama anapata ectopic pregnancy. Lakini kama mrija umeziba, uwezekano kupitisha yai au mbegu kupenya kwenda kufanya urutubishaji unakuwa haupo. Kwa mwanamke uwezekano wa kuja kuzaa unakuwa haupo. Lakini chanzo kinaweza kuwa ni maambukizi, lakini chanzo kinaweza kuwa nini, tunasema uvimbe, chanzo kinaweza kuwa hiyo endometriosis, au chanzo inaweza kuwa au magonjwa ya zinaa. Lakini pia hii inaweza kusababisha matatizo makubwa katika jamii, ambapo mtu anaweza kushindwa yani mwanamke anashindwa kupata mimba. Na kwa upande wa mwanaume, matatizo kwa mwanaume yanaweza kuwa ni matatizo ya ugumba ambayo yanaweza kusababisha mwanaume ashindwe kumpa mimba mwanamke. Inaweza kuwa kutoa mbegu ambazo hazina nguvu, kutoa mbegu chache, au kutotoa kabisa mbegu. Kwa kuharibika kwa mbegu au mbegu kutokuwa na ubora, sasa tunasema mwanamume ili aweze kumpa mwanamke mimba anatakiwa atoe mbegu zenye ubora. Sasa anaweza akatoa mbegu ambazo zina ubora. Na mbegu zisipokuwa na ubora maana yake nini? Haziwezi kufika kwenda kurutubisha yai. Kwa hiyo mbegu zinakuwa hazina ubora. Sasa hapo kinachofanyika ni kwamba huyu mwanaume anashindwa kumpa mwanamke mimba. Sasa nini kinasababisha mbegu hazina ubora? Ni matatizo kwenye zile koko au korodani. Aidha ana historia ya kuumia korodani, joto kali kwenye korodani, maambukizi kwenye korodani. Vyote vinaweza kusababisha zile tunasema mbegu zisiwe na ubora au zisizalishwe. Lakini pia huyu mwanaume anaweza kuwa hana korodani. Kwa kama hana korodani maana mbegu hazitoki. Kwa hiyo anatoa manii tu, mbegu hazitoki. Kwa hiyo moja wapo ya matatizo. Lakini pia ningependa kuzungumza labda kwa upande wa jamii kwa ujumla katika swala hili, tuelewe kwamba mara nyingi matatizo ya uzazi kutokana na uzoefu, nimeshaona wagonjwa wengi tu, yani watu wengi wenye matatizo kwenye kliniki yangu wanakuja na kuanzia tangu nianze kufanya hizi kliniki mpaka sasa hivi, uzoefu unaonyesha kwamba wanandoa wengi au watu wengi ambao wanatafuta watoto wanakuwa na historia matatizo kutoka kwao, hasa kwa vijana. Vijana wengi sana wamesema na changamoto hiyo, wa kike na wa kiume. Lakini ukiangalia ni matatizo ambayo wameingia nayo kwenye ndoa. Anafika kwenye ndoa anaanza kutafuta mtoto, ni matatizo ambayo anaingia nayo. Na matatizo yanatoka nayo nyumbani. Kwa watu wengi wazazi wanaona kabisa kijana ameshakuwa basi wanamwachia. Vijana hawapati miongozo. Kwa hiyo matokeo yake nini? Vijana wanapata magonjwa ya zinaa. Vijana wanaumia kwenye zile korodani zao, wanaathiri mfumo wa uzazi wa watoto wa kiume, au wengine wanakuwa hawana hizo korodani bila wazazi kujua. Mwisho wa siku anaingia kwenye ndoa hamna kitu. Lakini pia hata mtoto wa kike wanapata changamoto. Wazazi wanakuwa hawajui. Mtoto anaingia kwenye ndoa akiwa tayari na changamoto katika nazo nyumbani. Aidha changamoto zinaweza zikasababishwa na maambukizi kwenye mfumo wa uzazi wa mtoto wa kike au matatizo ya kuvurugika hormones. Na mara nyingi anaweza katokea katika pale binti anapotoka kuvunja ungo.
kama hata kuwa msafi kwenye hedhi, hata simamiwa na kupewa elimu, matokeo yake ni nini? Ile hedhi ambayo inaenda bila mpangilio na binti au msafi, basi wadudu wanajipenyeza bakteria, kwa sababu tunasema bakteria wanapenda sana damu. Kwa bakteria watajipenyeza kwenye damu, wataenda kushambulia kizazi, watashambulia mpaka mirija. Binti hajui, unashangaa tu binti anakuwa na maumivu makali anapoingia kwenye siku zake. Kumbe ni kwa sababu ya maambukizi sugu kwenye kizazi ambayo amejipenyeza pale anapokuwa hapati hedhi salama. Kwa sababu kuna hedhi salama ambayo inatakiwa usafi, binti hawi katika hali hiyo. Kwa hiyo bakteria wanashambulia kizazi chake, kuta za kizazi, wanashambulia mpaka kwenye mirija, anapata maumivu makali akiwa kwenye hedhi, akiwa shuleni, akiwa nyumbani. Basi mzazi anaona kawaida mpe dawa za maumivu, ndio kipindi chake. Kumbe sio, kumbe binti ana matatizo makubwa. Baada ya kumpeleka kwa daktari wa kina mama mchunguze, unaenda na dawa za maumivu. Mwisho wa siku mpaka binti yako anaingia kwenye ndoa, anakuwa na changamoto za uzazi. Unashangaa zimetoka wapi? Kumbe ni matatizo ambayo yanafanya nyumbani. Lakini kingine, mabinti wengi au vijana wengi wanapata matatizo haya katika kipindi cha kukua. Unasema kipindi cha ujana kile. Sasa pale ndio kunakuwa na changamoto nyingi. Pale kunakuwa na changamoto nyingi. Mabinti wanaanza kutumia dawa za kuzuia mimba, wanatoa mimba, wanafanya nini? Unaweza kukuta vitu vinafanyika kwa siri. Kwa mwisho wa siku anaharibu kizazi. Anaingia kwenye ndoa tayari ameshaharibu kizazi chake. Kwa kufika kule anaanza kupata matatizo au changamoto. Ndio hizo ambazo sasa hivi tunazungumzia ugumba. Kama nilivyozungumza ni kwamba matatizo ya uzazi sio tu mwanamke ndio mwenye matatizo ya uzazi. Ndio. Nilisema kwamba tatizo la uzazi liko mimi binafsi. Ndio. Kuna takwimu zinaonyesha kwamba si mwanamke, mwanaume, lakini mimi binafsi nasema kwamba tatizo la uzazi ni 50 kwa 50. Mwanamke ana matatizo ya uzazi na mwanamume pia ana matatizo ya uzazi. Kwa sababu mbalimbali. Na kama nilivyozungumza, mwanaume anaweza kuwa anatoa mbegu ambazo hazina afya, mwanaume anaweza akatoa mbegu ambazo unasema au atoi mbegu au anatoa mbegu zimekufa. Ndio. Kwa ziko sababu nyingi tu. Kwa mfano, kuna matatizo mengi. Unaweza kukuta mwanaume amekamilika, koko zote mbili zipo, lakini ana historia ya kuumia korodani siku za nyuma. Na endapo kama aliumia korodani, basi utakuta ule uzalishaji pale kwenye korodani unakuwa unaharibika. Kila mbegu zinazalishwa zina nini? Zinakufa. Wengine huwa wanakuwa na, yani inatokea katika hali ambayo sio kawaida, wanakuwa kama kuna hali fulani inaitwa varicocele. Sawa? Kama henia fulani, lakini ni ya mishipa damu. Nao ni wengi. Hiyo mara nyingi inakuwa ni kasoro kutoka utotoni. Zile njia ambazo kwa kawaida mwanaume anakuwa na njia ambazo mbegu zinapanda, zile koko zinapanda na kushuka kuanzia utotoni. Sasa ile njia inatakiwa ifungwe. Lakini njia inaweza ikafungwa, koko zishuke, lakini mwisho wa siku ile mishipa ya damu kuna aina fulani ya veni zinashuka na kwenda kulalia kwenye korodani. Sasa zile zikishuka na kwenda kulalia kwenye korodani zinasababisha joto kwenye zile koko. Kwa utakuta utoaji wa mbegu pia unakuwa na matatizo. Aidha mbegu nyingi zinakuwa zimekufa. Kwa hiyo pia mojawapo ya changamoto ambayo tunakutana na wanaume wengi na matatizo kama hayo. Na matibabu yake kidogo yale ni magumu, kwa sababu wakati mwingine anatakiwa atafanyia upasuaji kwa ile mishipa. Lakini pia kuumia kama nilivyosema, joto kali, matumizi ya kemikali. Sasa hivi jana anavuta sigara, madawa kulevya, uvutaji wa bangi au unywaji wa pombe kupita kiasi. Hasa hizi pombe kali pia na zile zinaleta athari katika uzalishaji wa mbegu. Kwa hiyo vyote vinaweza vikaleta matatizo kwa huyu mtoto wa kiume. Na hii sasa hivi ipo sana kwenye jamii. Kwa mtoto wa kike tumeshazungumzia kwamba kuna changamoto nyingi ambazo zinaweza zikatokea, utoaji wa mimba, matumizi ya dawa za kuzuia mimba. Tena sasa hivi imekuwa ni tatizo. Kwa sababu hivi kuna dawa zitakazotolewa na madaktari. Lakini sasa hivi watu wanatumia bila ushauri wa kidaktari. Lakini mwisho wa siku kumbe kila dawa inakuwa na complications zake. Na kila dawa ina kiwango chake. So unatumia tu bila kujua kiwango chako wala kujua complications zako. Unatumia kwa ajili ya malengo yako. Kwa hiyo hii pia inaweza kusababisha matatizo katika mfumo wa uzazi wa mwanamke. Kwa tatizo la uzazi mimi binafsi nazungumzia kwamba liko 50-50. 50 kwa 50. Yeah. Watu wengi sasa hivi wanatumia njia ya uzazi wa mpango na imekuwa ni kawaida. Watu wanatumia, baada ya muda anaacha. Sasa hii inaweza ikawa labda ni sababu ya mtu kupelekea kupata ugumba baada ya kuacha. Matumizi ya njia za uzazi wa mpango hasa hizi za kisasa zina changamoto kubwa sana katika swala la watu kuelekea kwenye ugumba. Ndio. Lina changamoto kubwa kwa sababu zile ni dawa na pia zile dawa zinatakiwa zitolewe kufuatana na mfumo wa mwili unavyoenda. Kama njia ingekuwa moja tusingekuwa na shaka nayo, lakini njia za uzazi wa mpango zipo nyingi. Kwa nini zipo nyingi? Zinatolewa kufuatana na hali ya mtu. Na anayetoa zile njia ni mtaalamu, ndio anayetoa maelekezo, tumia hii au usitumie hii.
hiyo ni wataalamu. Na mtu ambaye anashauri katika utoaji wa katika matumizi ya njia za uzazi wa mpango, yule anayeshauri ni mtu ambaye amesomea, kawekwa darasani, hata kama ni kwa muda mfupi, lakini amepewa semina kwamba hizi dawa zinazotolewa, aina hii apewe mtu aina fulani, aina hii atumie mtu wa aina fulani, na kwa muda fulani atumie kwa muda fulani, lakini ukiwa na hili basi afanywe hivi. Hiyo mtu amesomea. Lakini sasa hivi haya matumizi ya njia za uzazi wa mpango wa kisasa watu wanatumia tu. Kila mtu anatumia bila ushauri. Mtu anakwenda mwenyewe, anasema mimi nataka kuchoma sindano. Na imeshakuwa kawaida sana. Imeshakuwa kawaida. Mimi nataka niwekewe kijiti. Mimi nataka njia fulani. Yaani mtu anakuwa na ile choice yake. Ndio anataka sasa. Yeye anataka. Sasa utakuta inawapa ugumu au challenge wala hudumu wa afya. Kwa sababu akimkatalia anaenda sehemu nyingine anapata. Kwa mfano akija kwangu, mimi nitamuuliza kwa nini nataka hiyo njia. Au hivi na hivi na hivi. Nitamfanyia uchunguzi na nitampa ushauri ambaye usitumie. Kwa hali yako inaenda katumie kalenda. Au kwa hali yako ifanye hiki. Sasa utakuta nikishamwambia hivyo, nikishamkatalia yale matakwa yake anaondoka. Akiondoka tena sehemu nyingine anapata. Kwa sababu sasa kila kitu kipo huru. Akikosa mimi nikimkatalia tenda sehemu nyingine atapata. Kwa hiyo hiyo ni moja kwa changamoto. Kwa hiyo kitu kama hiki kinaleta shida na pia kinachangia katika swala zima la ugumba kwa wanawake. Kwa sababu hivi vitu vinatolewa na wataalamu. Kwa hiyo ili wewe uweze kwenda sawa, utumie njia na uje kukaa vizuri, sikiliza wataalamu. Lakini ukienda tu kienyeji, matokeo yake yanakuwa ni hayo. Kwa hiyo hizi njia zina madhara kwa sababu ya kutumia kiholela. Na mwisho wa siku kweli binti anatumia, anaenda nayo, mwisho wa siku anaingia kwenye ndoa, hakuna mtoto. Na ukimuuliza hizo njia ulizotumia ulishauriwa na daktari, anakwambia nienda hospitali nikapewa. Na ni kweli wanaenda kule na matakwa yao. Ndio shida inapotokea. Unajua tatizo moja au unasema uzuri mmoja, watu wanapenda matokeo. Na hasa matokeo mazuri. Mtu yote katika jambo lolote, hata kwenye michezo, kwenye mitihani, kila mmoja hata kwenye maisha kwa ujumla, kila mtu anapenda matokeo mazuri. Na sio matokeo mazuri tu, lakini yanayokuja mapema. Matokeo mazuri ambayo mtu atayapata mapema pale mtu anapotaka kwamba bwana mimi nimepanga mwaka huu nishike mimba. Kwa nataka yeye mwaka huu ashike mimba. Sasa anasema mwaka huu nishike mimba, labda ameanza mwezi wa 4 au ameanza kliniki mwezi wa 3. Kwa anaenda anaona mpaka mwezi wa 6 hapaeleweki. Anaona hapa patakuwa pagumu. Ndio kwa anaenda sehemu nyingine. Kwa hiyo pia inaleta changamoto. Kwa sababu unajua katika matibabu ya uzazi tofauti na watu wanavyofikiria. Kwanza matibabu ya uzazi yanaendana na vipimo. Kujua tatizo liko wapi. Unatibu tatizo. Kwa hiyo unaenda nalo. Mwisho wa siku unaanza kutumia dawa. Unajua dawa kuna matokeo katika matumizi ya dawa, kuna mambo mawili yanatokea. Ndio. Kwenye matumizi ya dawa aina yoyote. Sawa? Sawa. Kuna ile mwili kukubaliana na dawa na dawa kukubaliana na mwili. Sawa? Mwili kukubaliana na dawa na dawa kukubaliana na mwili. Mtu anapoona matokeo ni mazuri, ni kwamba vyote vimeenda sawa. Kwamba dawa imekubaliana na mwili na mwili umekubaliana na nini? Na dawa. Mara nyingi kama mwili haukubaliani na dawa, huoni matokeo. Unajua matokeo yako aina mbili. Inaweza kuwa aidha ni madhara ya dawa au matokeo ya kile unachokitarajia. Kwa mfano ulikuwa na maumivu sasa yameisha. Au ndio tunasema matokeo mazuri. Sawa? Kwa mwili kukubaliana na dawa, hiyo ni moja wapo, lakini dawa kukubaliana na mwili. Kwa hiyo dawa kama haikubaliani na mwili, pia huwezi kuona matokeo au ukapata madhara ya nini? Ile dawa. Kwa sasa katika aina yote ya matibabu, kwa wananchi wajue kwamba katika aina yote ya matibabu mara nyingi huwa hayaendi haraka. Matibabu yanaenda hatua kwa hatua mpaka tuhakikishe mwili unakubaliana na dawa na dawa inakubaliana na mwili. Kwa tusiwe na haraka. Na mara nyingi katika masuala ya uzazi, unajua tatizo moja, ugonjwa hauingii kwa muda mrefu, unaingia mara moja tu. Au tatizo linaingia mara moja. Unajua unaweza kutumia dawa leo, unaweza kwa mfano ukapata maambukizi kwenye kizazi leo. Sawa? Ushapata leo maambukizi kwenye kizazi, ile complication unayopata mpaka kuja kuleta matatizo ni ya muda mfupi sana. Wale bakteria wanaenda speed. Wameenda kuleta shida. Sawa? Lakini mpaka umalize upone, maana yake pale inabidi uue wale bakteria na pia utibu zile complications. Yale madhara. Sasa ile madhara yametokea kwa kiwango gani? Hapo pia inaleta changamoto. Kwa hiyo
swala la watu wanaona wanachelewa kupata mafanikio, hiyo mtu ndo namsababishia aanze labda kliniki ya uzazi, anakwenda nayo baadaye anakata tamaa, tunasema ana drop. Ana drop kwamba amekata tamaa, lakini kumbe wakati mwingine anaweza akakata tamaa, kumbe ndo amekaribia katika nini, katika mafanikio ya yale mwili kukubaliana na dawa na dawa kukubaliana na mwili. Sawa. Kwa mwanaume inaweza kuwa mojawapo ya sababu, kwa sababu kitaalamu tunasema kwamba kwa kawaida zile kokwa au korodani za mwanaume zinatakiwa zining'inie. Ndio. Kwa sababu zinafanya kazi nje ya mwili na zinafanya kazi katika nyuzi joto ya tofauti ya nyuzi 3 na joto la mwili. Na joto la mwili huwa linabadilika kufuatana na hali ya hewa. Kwa kawaida tunasema joto la mwili ni nyuzi 37. Lakini ukienda sehemu yenye baridi kali, joto lako la mwili linapungua. Ndio maana unahitaji sweta au unahitaji koti, kwa sababu joto kule lina nini, linapungua kwenye mwili wako kwa sababu ya hali ya hewa. Na ndio maana unahitaji kuota moto au kuoga maji ya moto kwa sababu joto linapungua. Lakini ukiwa sehemu yenye joto, unahitaji nguo nyingi. Pia t-shirt yako inatosha au shati la kawaida tu. Lakini hali ya hewa ikibadilika, basi utataka kujikava na sweta au na koti. Na katika hali hiyo hata koko zile korodani zinaning'inia. Sasa zinavyoning'inia zinavyoshuka kutokana na hali ya hewa ili kuweza kubalance ile joto nyuzi 3. Kama joto la mwili ni nyuzi 36, basi hizi koko zitafanya kazi katika nyuzi joto 33. Kwa zinapanda juu kule kujihami, zinaning'inia juu, zinaenda karibu na mwili. Kama nyuzi joto la joto lako kama joto la mwili nyuzi 37, zile koko zinafanya kazi katika nyuzi joto 34. Kwa ndio maana Mwenyezi Mungu alivyoumba kwamba korodani zining'inie, zinaponing'inia ili kuweza kubalance ile joto ili ziweze kufanya kazi vizuri. Sasa unapokuwa unavaa nguo ya kubana, maki zile koko zako unazibananisha na mwili wako. Ukibananisha na mwili unaongeza lile joto, ile unapunguza ile tofauti ya nyuzi 3. Inaweza kuwa tofauti nyuzi 1 au tofauti nyuzi 2. Sasa nini kinafuata? Ni kwamba unaharibu kile kiwanda. Unapokuwa katika mazingira ya joto kali, aidha unaota moto au sio unaoga maji ya moto. Na maji ya moto tunazungumzia kuoga ni yale kwenye nini, ni majakuzi au kwenye beseni kubwa. Unadumbukia mle na maji ni ya moto. Ile sio nzuri. Kama unaoga mara moja na kutoka saa 9, mwingine anakaa mle ndani, anaburudika ndani ya maji ya moto, anakaa kwa muda mrefu. Pale unaenda unazipasha moto kwa zako. Kwa ukipasha moto pia unaharibu kiwanda. Ukifanya kile kitu inakuwa kila siku ndio endelevu, pia unaharibu kiwanda. Na hii mara nyingi inawatokea watu ambao wanaishi maeneo ya baridi sana. Na kingine, siku hizi kuna mambo sawa, wanaita sauna. Sauna, watu wanakaa kwenye sauna, hasa wanaume. Unapokaa muda mrefu kwenye sauna au mara kwa mara unaenda sauna, pia inaharibu zile koko zako, kiwanda kinaharibika. Kwa hiyo ile pia inachangia, joto kali inachangia kwa kiasi kubwa, hasa kwa upande wa mwanaume. Kwa upande wa mwanamke, joto kali halileti shida sana, ila pia kwa mwanamke kuvaa nguo za kubana pia sio nzuri. Mwanamke kuvaa nguo za kubana unashinda nayo kwa muda mrefu pia nzuri, kwa sababu sio nzuri, kwa sababu hata mwanamke ule tunasema ile sehemu yake ya uke pia na yenyewe inahitaji ipate hewa. Kwa ukivaa nguo nyepesi, ndio maana kuna kitu tunaita normal vaginal discharge, yani kuna ule uchafu wa mwanamke unamtoka kawaida. Sasa ile kutoka kawaida Mwenyezi Mungu ndivyo alivyoumba. Kwa ukivaa ile nguo ile ndio kutoka taratibu. Ukivaa nguo ya kubana unazuia usitoke ule. Kwa kama utoki, mwisho wa siku ndio huyu mwanamke anaanza kulalamika, nini uchafu mwingi sana ukeni, fungus nini. Sasa akienda kwenye sehemu zingine anaambiwa UTI, ndio tunapata changamoto. Mwanamke anakuja, mimi UTI sugu, UTI si inanisumbua. Hakuna UTI sugu au UTI inosumbua. Ukiangalia ni mazingira yake mwenyewe. Ukimuuliza ikoje, anakuambia uchafu unatoka mwingi sana. Na anakuja kutaka kuvaa nguo imebana, au ukimuuliza nature mavazi yake, kiasili anatumia mavazi gani. Mimi napenda sana, atakwambia napenda sana kuvaa suruali. Kumbe inabana. Sasa anapobana anazuia ile discharge isiweze kutoka. Mwisho wa siku akitoa nguo, akiangalia anakuta imekuwa nyingi. Kwa anaanza kushtuka. Kwa hiyo anaona UTI si matatizo gani, kumbe ni hali ambayo ni ya kawaida. Kwa watu ambao wana matatizo ya uzazi, wenye matatizo ya ugumba tuseme, kitu cha msingi ambacho wanatakiwa kufanya au wanatakiwa kuacha, kitu cha kwanza kabisa ni kuangalia mtindo wa maisha. Ndio. Tunasema lifestyle. Unajua, unapokuwa Mwenyezi Mungu alituumba
unapokuwa kwenye yani katika ndoa au kwenye mahusiano, sio watu wakatafute watoto, bali watu wakapate watoto. Lakini sasa hivi watu wako kwenye mahusiano kwa muda mrefu, lakini wanatafuta watoto. Mtu anachana na huyu mwanamke au anachana na huyu mwanaume, anaona hamna kitu, anaenda kwenye mahusiano mengine kwa kutafuta watoto. Kwa mtu anabadilisha mahusiano kwa kutafuta watoto. Kumbe wakati mwingine unapokuwa unabadilisha yale mahusiano, unaenda kutafuta matatizo mengine. Kwa kwanza kabisa, kwa hiyo kwa mtu ambaye yuko ana matatizo ya ugumba au changamoto ya uzazi, kitu cha kwanza ni kuvumilia na kushikilia hapo hapo alipo. Kama yuko na yule mwenza wake anaendelea naye hivyo hivyo, hiyo moja. Lakini pili, kuzingatia maelekezo ya kidaktari. Kuzingatia maelekezo ya daktari, lakini kikubwa ni kubadilisha mfumo wa maisha, kuacha vitu ambavyo vinaweza unaona hivi vinaleta changamoto katika swala zima la kutopata mtoto. Watu wanafahamu, wanaambiwa kama unakunywa pombe, sio kama yani kuepuka mazingira ya joto kali, kuepuka vitu vinavyoathiri kama uvutaji wa sigara au madawa ya kulevya kama nilivyozungumza, yani vitu ambavyo unajua kabisa hivi vinaleta changamoto. Kuepuka na kujitahidi kuwa kiasilia. Kula tu vyakula vya kawaida, kunywa vinywaji vya kawaida, kuwa kiasilia. Na kingine, vitu ambavyo vya kuepuka ni vile ambavyo vinaleta au unajua kabisa hiki kina athari katika afya yangu. Hivyo ndio vitu vya kuepuka. Vile vinavyokatazwa basi epuka. Lakini kikubwa ni kusimama kama unafanya kliniki basi hudhuria kliniki. Ukiona labda hapa kweli, ukiona sehemu nyingine labda hauko sawa, kwa sababu unajua katika kanuni zetu za kiafya tunasema mgonjwa ana hiari ya kuchagua daktari, ana hiari ya kuchagua hospitali. Kwa hiyo hapo hatuwezi kusema kaa hapo stoki, hapana. Kwa ukiona hapa mimi sio, basi nenda sehemu nyingine. Hakuna mtu atakaye kulazimisha kaa hapo, hapana. Kwa mgonjwa ana hiari, mtu anataka huduma ya afya ana hiari ya kuchagua atibiwe wapi, na ana hiari ya kuchagua atibiwe na nani. Kwa hiyo ndio kitu ambacho tunazingatia, kwamba watu wawe makini katika kuzingatia kufuatilia hizo matibabu kuhusiana na masuala ya uzazi, kwa sababu mwisho wa siku unaweza kuona una nini, wewe kazi yako unahangaika, lakini muda kwa mwanamke ndio unaenda, kwa mwanaume muda hauendi. Kwa mwisho wa siku mwanaume unamchelewesha huyu mama anaingia menopause. Kwa hiyo unakuwa slow au unaendelea tu kuna nini kuzunguka, mwisho wa siku mkeo muda ule umri wa kuzaa unaanza kufifia. Unakuta mzee anavuka miaka 35, ule uwezo wa kuzaa unaanza kupungua, mwisho wa siku anapoteza uwezo. Sawa. Kingine Dr. Chale, mwanamke waga anakuwa na zile siku zake za ovulation, kimaanisha siku za hatari. Je, unawashauri nini wanandoa kwamba mwanamke akiwa katika siku hizo wakutane labda mara ngapi ili kuongeza nafasi kubwa ya upatikanaji wa mtoto? Sasa kwa wanandoa, kipindi cha ovulation, kipindi wengi wanaita kipindi cha hatari, si ndio? Kipindi cha kupata mimba, kwamba kutane mara ngapi. Kwanza hapo lazima tujue kwamba watu waache uoga, kwa sababu utakuta mwingine kila siku akishajua kipindi cha hatari basi ndo anatafuta mtoto. Kama ni kila siku, au mwingine analingesha siku moja. Wengi wanalingesha siku moja, anajua taarifa ya kupata mtoto basi ndo anafanya tendo siku hiyo. Sasa hapo tuelewane kitu kimoja, kwamba kwa kawaida mbegu za uzazi wa baba zina uwezo wa kukaa zikiwa imara kabisa na nguvu katika viungo vya uzazi vya mama kwa masaa 48 mpaka masaa 72. Zikiwa na nguvu kabisa. Of course zitaendelea kukaa kwa muda fulani mpaka siku 5, lakini ule uwezo unakuwa unapungua. Lakini zikiwa imara kabisa masaa 48 mpaka masaa 72, ambapo ni siku 2 mpaka siku 3 ziko mle ndani. Na yai la mama linapotoka likiwa na nguvu kabisa ya kuweza kurutubishwa masaa 12, masaa 8 mpaka masaa 12. Lakini baada hapo pia ile nguvu ya yai inapungua. Baada ya masaa 24 yai lina nini? Yai lina expire baada ya masaa 24. Kwa ndio uwezo wa lile yai linapotoka. Sasa basi, kwa kawaida siku za ovulation ni siku za kukadiria katika mzunguko wa mama, kwa sababu kila mwanamke anakuwa na mzunguko wake. Kwa ukishajua mzunguko wako, zile siku za kupata mimba huwa tunakadiria. Sawa, tukishakadiria zile siku, tukishajua kufuatana na mzunguko. Siwezi kusema ni siku ipi mpaka ipi, sababu kila mwanamke ana mzunguko wake. Kwa zile siku ni za kukadiria. Unapokadiria zile siku, sio siku,
tunakadiria siku. Kwa katika zile siku mara nyingi tunatoa nafasi, kwa sababu yai litatoka siku moja, lakini tunatoa zile siku 7. Anytime yai linaweza likatoka katika zile siku. Kwa tendo la ndoa tunashauri lifanyike kwa kuruka siku moja. Ukifanya tendo la ndoa leo, kesho pumzika. Wanaume kesho anapumzika ili mbegu ziendelee kujikusanya na awe na nguvu ya kutosha, anaendelea kesho kutwa. Sababu ukipumzika siku moja bado mbegu zipo kule kwa mama. Kesho kutwa na kuendelea unakutana nazo. Hivyo kwa utakuta katika zile siku 7 zote mbegu zinakuwepo katika viungo vya uzazi ya mama. Mbegu zinaendelea kuwepo siku 7 zote. Kwa siku yote ile ikitoka linakutana na mbegu. Sasa utakuta yule ambaye analengesha siku moja. Tuchukulie mfano kitu ambacho ni swala ambalo ni common, wengi wanakuwa wanalizungumzia, ni kwamba wengi wanahitaji siku ya 14. Ingawa mimi sio mshabiki wa siku ya 14. Mwanamke akija na muuliza mzunguko wake, tamuelekeza, alafu tutapiga mahesabu siku za kushika mimba. Lakini tuchukulie kwa wao ambao wanasema siku ya 14. Kwa hiyo utakuta mwanamke anasema siku ya 14 anaenda kufanya tendo la ndoa siku ya 14. Sasa kama yeye ilitoka siku ya 12 au ilitoka yeye siku ya 13, wewe unafanya siku ya 14, huku umepoteza. Kwa hiyo utakuta huyu anahangaika kila siku ya 14, kila siku ya 14, kumbe yeye imetoka siku ya 11, 12 au ya 13. Imesha expire, wewe unasubiri siku ya 14. Sawa, mwingine yeye inaweza likatoka siku ya 16, mzunguko umebadilika. Sawa, wewe unafanya tendo la ndoa siku ya 14, ya 15, ya 16 mbegu zishachoka. Wewe unafanya tendo au ndio yai linatoka siku ya 17. Kwa mara nyingi huwa haiko hivyo. Ni kwamba kipindi cha kupata ujauzito ni kipindi ambacho tunashauri tendo lifanyike kwa kuruka siku moja. Yaani sio kila siku. Na hata ukifanya kila siku katika zile siku 7, mwanaume anaweza akamudu tendo la ndoa siku ya kwanza, ya pili, ya tatu kachoka. Mwingine hata siku ya pili yenyewe. Mwingine siku ya kwanza akimaliza basi mpaka kesho kutwa. Nguvu zina nini? Nguvu zinakuwa zimeisha kwa sababu stamina tunatofautiana. Mwingine akishamaliza leo basi mpaka wiki ijayo. Kwa wanaume pia tunatofautiana. Kwa ndio maana tunashauri mtu aruke siku moja. Sasa kwa wanaume kwamba masturbation inaleta ugumba, yani haipo tunasema sio kwamba ni swala ambalo limenyoka kwamba ni kweli masturbation au kujichua kunasababisha ugumba. Kinachotokea hapa ni kwamba ukiangalia ugumba tunasema kwamba ni kushindwa kumpa mwanamke mimba. Ndio. Kwa tunamzungumzia mwanaume huyu nikishindwa kumpa mwanamke mimba. Sasa kwa nini mwanaume anashindwa kumpa mwanamke mimba? Aidha anashindwa kufanya tendo la ndoa au hana mbegu zenye ubora kuweza kusababisha ujauzito. Kwa sasa unakuta huyu mwanaume anashindwa kufanya tendo la ndoa. Kwa nini anashindwa kufanya tendo la ndoa? Zipo sababu nyingi ambazo mwanaume anashindwa kufanya tendo la ndoa. Kwanza kabisa inaweza kuwa ni tatizo tu la kisaikolojia. Tatizo la kisaikolojia. Pili inaweza kuwa ni maradhi. Hana nguvu za kiume kwa sababu ya maradhi. Hana nguvu za kiume, anashindwa kufanya tendo la ndoa kwa sababu za kisaikolojia. Sasa hapa tuende kwenye maradhi. Maradhi yanaweza kuwa magonjwa. Inaweza kuwa ni magonjwa kama kisukari, maumivu makali ya mwili labda yanasababishwa na kansa, magonjwa mengine yanaweza kuwa magonjwa ya mishipa ya damu. Yote yanaweza kuwa moja kwa changamoto ambayo inaweza kumsababisha. Lakini pia kuna matumizi ya dawa. Kuna baadhi ya dawa ukitumia moja kwa moja nguvu za kiume zinapungua. Sasa dawa za pressure hizi, kuna dawa zingine watupendi kuwapa wanaume dawa za pressure kwa sababu pia zinaweza zikasababisha nguvu kupungua kwa upande wa mwanaume. Lakini pia hata kama nilivyosema maradhi mengine, mtu anaweza kuwa anaumwa tumbo. Mwanaume anaumwa tumbo akashindwa kufanya tendo la ndoa, hamna nguvu. Tumbo linauma, ataanzaje kufanya tendo la ndoa? Una maambukizi tumboni, una hara, utawezaje kufanya tendo la ndoa? Kwa vyote vinaweza kuwa vinachangia. Sawa, maradhi. Lakini pia tunapozungumzia kisaikolojia ni kwamba unaweza kuwa labda na kutokuelewana na mwenzio. Maelewano na mwenzio yanaweza kuwa sio mazuri, hiyo moja. Pili, mazingira kwa upande wa mwenzio uvutiwi nayo yanaweza kuwa ni sababu. Kingine inaweza kuwa ni nini, na tunasema mazingira hata ya sehemu ambapo tendo linafanyika, unaogopa, unakuwa na hofu. Lakini kingine ni kutokujiamini. Nazungumza matatizo ya kisaikolojia, kutokujiamini kwamba mara mwisho nilishindwa, naona kama mara hii pia nitashindwa. Pia na yeye anaweza akachangia. Kingine inaweza kusababishwa na matumizi. Mtu amezoea kutumia dawa labda za kuongeza nguvu. Sasa siku hiyo hana dawa,
yaani mwenyewe anaona kwamba nikitumia dawa ndio naweza nikawa vizuri, pia akashindwa kufanya tendo la ndoa. Kwa hiyo inaweza kuwa sababu. Kwa hiyo ukija kwenye swala zima la kujichua au masturbation, ni kwamba mtu moja kwa moja anaona kwamba nikifanya masturbation ndio nafurahia zaidi. Sasa anajikuta akitaka kwenda kufanya tendo la kawaida anakumbuka masturbation. Sasa kikumbuka masturbation hawezi kushiriki tendo na kipindi ambacho mkewe kumbe anahitaji apate mimba. Kwa hawezi. Lakini mwingine anakuambia kabisa anashindwa, lakini cha ajabu nikienda kufanya masturbation na nafanikisha. Kwa vitu kama hivyo. Kwa hii masturbation au kujichua inaweza kusababisha matatizo ya uzazi kwa msingi huo, kwamba huyu anaona nikifanya masturbation ndo nafurahi zaidi kuliko kufanya tendo. Mwisho wa siku anashindwa kufanya tendo, anafikiria kufanya masturbation wakati mwenzie kumbe anafikiria kupata mimba. Kwa hiyo masturbation haiendi kuathiri uzalishaji wa mbegu, bali inaweza ikakuondoa wewe ikamuondoa mwanaume katika mudi ya kuweza kushiriki ile tendo. Sasa kufanya operation kwa kuondoa uvimbe ni mojawapo ya matibabu. Hii ni mojawapo ya sehemu ya tiba, kwamba tunaona uvimbe unaweza kuleta madhara, kwa sababu labda uvimbe tuzungumzie huu mayoma au fibroids. Sasa sio kila fibroid inaondolewa. Wengi tunaondoa fibroid kutokana na, kwa sababu fibroid haizuii mwanamke kupata mimba. Uvimbe wa fibroid hauzuii. Mwanamke anaweza kupata mimba na fibroid ipo na akajifungua, lakini mara nyingi wanajifungua kwa upasuaji. Kwa sababu fibroid ikishakuwa kubwa, zile contraction labda vile vidogo atazaa kawaida. Lakini ikishakuwa kubwa, zile contraction au kizazi kinapokuwa kinasukuma, mtoto hawezi kutoka kwa sababu zile fibroid. Kwa hiyo operation ya kuondoa fibroid inategemea na size na site. Yaani ukubwa ile fibroid na sehemu ilipo. Na site tunazungumzia inaweza kuleta complication. Kwa hiyo tunajua mwanamke huu uvimbe unaweza kumfanya hata akipata mimba itatoka. Sasa ipi bora? Bora tutoe ule uvimbe afu tumplani apate mimba. Na mara nyingi tunaangalia historia, mimba mbili zimeshatoka kwa sababu fibroid ilikuwa haiko sehemu yake. Kwa hiyo tukitoa hii itamsaidia mimba itakaa. Lakini kingine pia uvimbe unaweza kusababisha labda mama asipate mimba, ule uvimbe uko karibu na tube, ile mirija ya uzazi. Sasa unaposema utoe ule uvimbe, unaweza kutoa uvimbe mwisho siku ukaribu ile mirija. Kwa sasa utoaji wa uvimbe wa fibroid sio kwa kiasi kikubwa unaweza kusababisha mama asipate mimba. Lakini nategemea uvimbe tunaotoa pia mama akiwa katika umri gani. Unaweza kuta unamtoa mama uvimbe na miaka 38 au na miaka 37. Unategemea nini? Ukishautoa ule uvimbe maana yake huyu mama atachelewa kupata mimba. Lakini pia anaweza kana uvimbe akashindwa kupata mimba. Kwa mama ambaye tayari ana uvimbe kama fibroid, kwa kweli ni changamoto. Kwa hiyo maana tunashauri watu wacheki afya zao mara kwa mara. Endapo tatizo linaonekana bado dogo, basi wahi kutibiwa. Lakini ukishafikia stage uvimbe tunautoa mama na miaka 38, 39, inaleta shida. Sasa hapo ndo nampelekea mama mwisho wa siku inabidi itafutwe njia mbadala ya kuweza kupata ujauzito. Kwa sababu tayari katika njia za kawaida unaona moja kwa moja mama amefeli. Kwa moja kwa moja sasa itabidi kuangalia njia nyingine ya kumsaidia mama apate mimba. Mimi naitwa Dr. Godfrey Chale au Dr. Chale. Mimi ni daktari bingwa magonjwa ya kina mama na uzazi, na tunapozungumzia matatizo ya uzazi maana yake ni kwa wanaume na wanawake. Na napatikana hapa Mbezi kwa Msuguri. Ukishuka kwa Msuguri kuulizia kliniki ya Dr. Chale, basi unaweza kunipata. Nipo Dr. Chale Polyclinic na namba yangu ya simu ni 0713 35 0084. Kwa namba hiyo pia unaweza kunipata kwa WhatsApp. Basi kama utakuwa na swali lolote au jambo lolote linalokusumbua unaweza kunicheki kwenye WhatsApp ya namba hiyo au kanipigia, basi tukapeana ushauri kutokana na changamoto mbalimbali za kiafya.